أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hazrat sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amirul Mu'minin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema njama ya kumua mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam ya Banu Nazir ambayo ilikuwa kabila moja la Mayahudi nilikuwa naieleza ile katika hutuba iliyopita. Nilikuwa nimesema ya kwamba nitaeleza maelezo yake, namna ambavyo Mwenyezi Mungu aliangamiza mpango wao ambao walikuwa wameupanga wa kumua mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba kwa kupitia wahyi mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kujua njama yao, na maelezo yake yamesimuliwa hivi ya kwamba Amr bin Jahash alipofika juu ya paa ili aangushe jiwe juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia wahyi akapata kujua njama ya Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haraka sana akainuka mahala pake, na akiwaacha wenzake wakiketi huko huko akaondoka kana kwamba ana kazi fulani. Na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa haraka sana akarejea Madina. Maswahaba zake wakadhani na wakafikiri ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kwa haja fulani, lakini muda ulipopita maswahaba wakapata wasiwasi kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, nao wakainuka ili wamtafute. Njiani mtu mmoja akakutana nao ambaye alikuwa ametoka Madina. Maswahaba wakamuuliza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye akasema kwamba mimi nilikuwa nimemwona akiingia Madina. Maswahaba bila kupoteza muda wakafika Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kuhusu njama ambayo Banu Nazir walikuwa wameifanya. Upande mwingine Mayahudi walikuwa bado wakishauriana tu, ambapo Myahudi mmoja akatoka Madina. Yeye aliposikia wenzake wakishauriana kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mnataka kufanya nini? Wao wakasema kwamba sisi tunataka kumua Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwakamata maswahaba zake. Yeye akauliza kwamba Muhammad yuko wapi? Wao wakasema kwamba huyu ni Muhammad ambaye ameketi na sio mbali. Mtu wao akasema kwamba mimi nilimwona yeye alikuwa anaingia Madina. Hapo wao wakashangaa sana. Mwandishi mwingine wa sira ameandika hivi ya kwamba nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam alichelewa kidogo kurejea. Hapo Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu akasema ya kwamba hakuna faida yoyote ya kubaki hapa. Kwa yakini mtume sallallahu alaihi wasallam amepata amri fulani kutoka kwa Allah, na hivyo wao wakataka kuondoka. Kiongozi wa Mayahudi Huyai bin Akhtab
akasema kwamba abulkasim amefanya haraka. Sisi tulikuwa tukifanya maandalizi ya chakula na tulikuwa tukishauriana kuhusu dhia. Kwa kumlisha chakula tulikuwa na nia ya kutimiza haja yake. Kisha masahaba watukufu walipokuwa wakirejea Madina, mtu mmoja akakutana nao. Wao wakamuuliza, je, umemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yeye akawaambia ya kwamba muda si muda nimekutana naye, alikuwa anaingia Madina. Masahaba watukufu wakafika huko na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi. hata Abubakar akamuuliza ya kwamba, ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, ulitoka huko na sisi hatukujua? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba hamatil yahudu bilghadri bi, mayahudi walikuwa wameamua kunidanganya. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa wahyi akaondoka haraka kutoka kule, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia maswahaba chochote, kwani wao hawakuwemo kwenye hatari. Mayahudi walikuwa wamemlenga Mtume sallallahu alaihi wasallam tu. Hivyo Mtume alikuwa na imani ya kwamba maswahaba zangu watasalimika tu, na zaidi yake watakuja kunitafuta haraka. Anasema kwamba wakati ule aya hii pia ikashuka ya kwamba, ya ayuha lazina amanu zkuru nimatallahi alaikum iz hamma qaumun an yabsutu ilaikum aidiyahum fakaffa aidiyahum ankum wattaqullah wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun. Eni mlioamini, kumbukeni neema za Allah zilizo juu yenu waliponuia watu kuwa niosheni mikono yao, lakini yeye akaizuia mikono yao kufika kwenu, na muogopeni Allah na waaminio wamtegemee Allah. Hazrat Bashir Ahmad Saheb ameandika kuhusu mada hii ya kwamba wao, yani Mayahudi kizwahiri, walionyesha furaha juu ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakasema ya kwamba tafadhali ukae, sisi tunakulipa sehemu yetu. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na maswahaba zake wachache akaketi chini ya kivuli cha ukuta mmoja, na Banu Nazir wakaanza kushauriana na wakaonyesha kwamba wanashughulikia hela, lakini badala ya kufanya hivyo wakashauriana ya kwamba hii ni nafasi nzuri sana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameketi kwenye kivuli cha nyumba akiegemea ukuta. Mtu fulani apande juu kutoka kona nyingine na kisha akiangusha jiwe moja kubwa juu yake amue, Mungu apishe mbali. Katika Mayahudi mtu mmoja Salam bin Mishkam akaipinga rai hiyo na akasema kwamba hiki ni kitendo cha usaliti na ni kinyume cha ahadi ile ambayo sisi tumeshaifanya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wao hawakukubali. Na mwishowe Myahudi mmoja Amr bin Jahash akiwa na jiwe moja zito akapanda juu ya paa, na ilikuwa karibu ya kwamba yeye angeliangusha jiwe hilo kutoka juu, lakini riwaya inakuja ya kwamba Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wahi kuhusu nia mbaya ya Mayahudi, na Mtume kwa haraka akainuka kutoka huko na akaondoka haraka hadi maswahaba zake na hata Mayahudi pia wakazani ya kwamba huenda ameondoka kwa haja fulani. Hivyo wao wakaendelea kumngojea kwa utulivu, lakini Mtume sasa akitoka huko akaja Madina moja kwa moja, na kwa muda maswahaba wakamngojea, lakini Mtume sasa asiporejea, wao wakainuka kwa hofu na wakimtafuta hapa na pale, wakafika Madina. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba zake kuhusu njama hiyo yenye hatari ya Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka, Mayahudi wakafanya nini? Katika maelezo yake imeandikwa hivi ya kwamba Mayahudi walijuta sana kuhusu vitendo vyao. Myahudi mmoja Kinana bin Suwaira au Suria akasema kwamba, je, mnajua ya kuwa kwa nini Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameondoka kutoka hapa? Wao wakasema kwamba wallahi sisi hatujui, kama unajua basi tuambie.
yeye akasema kwamba naapa kwa taurati bila shaka yoyote mimi najua ya kwamba muhammad ameambiwa kuhusu udanganyifu wenu, hivyo nini msijidanganye zaidi. Wallahi bila shaka yeye ni mtume wa allah naye ameinuka, kwani yeye ameambiwa kwa wahi ya kwamba nyini mnataka kumdanganya. Kwa yakini yeye ni nabii wa mwisho. Mlitamani kwamba nabii wa mwisho atoke kutoka kizazi cha haruna, lakini mwenyezi mungu akamtuma yeye kutoka kizazi alichotaka. bila shaka vitabu vyetu tunavyosoma katika taurati havikubadilika. humu imeandikwa hivi ya kwamba nabii huyu atazaliwa makka, yeye atahamia yasrab yani madina. sifa zake ambazo zimetajwa kwenye kitabu chetu cha taurati zinathibitika juu yake tu. mimi naona ya kwamba hamtapata chochote isipokuwa umwagaji wa damu tu. mtaacha mali zenu na watoto wenu wakilia. mkikubali jambo langu basi heshima na taazima yenu itabaki. mukubali mambo yangu mawili, waila hakuna kheri katika jambo la tatu. wao wakasema kwamba ni yapi? ye akasema jambo la kwanza ni kwamba nyini mkubali islam na hapo mtakuwa wenzake muhammad saa na mali zenu na watoto wenu watabaki salama, na nini mtakuwa miongoni mwa watu wao wenye daraja kuu na hamtafukuzwa kutoka nyumba zenu. mayahudi wakamjibu kinana bin suria ya kwamba sisi hatutaacha taurati na ahadi ya musa. kinana akasema jambo la pili ni kwamba nyini musubiri, hivi karibuni ye atawaamuruni kwamba nini muondoke kutoka mji wangu. hapo mnaweza kusema kwamba ndio. kisha yeye hatajihalalishia damu yenu na mali zenu atawaachieni. mkitaka muuze au mkitaka basi mutunze. wao akasema kwamba ndio, sisi tuko tayari kufanya hivyo. salam bin mishkam akasema yale mliyosema nikaunga mkono nayo kwa haraka kwa karaha, yani muhammad saa salam atatutumia ujumbe ya kwamba nyini muondoke kutoka maeneo haya. ewe huyai, usioneshe uzuru wote mbele ya amri yake na ukubali kuondoka kwa furaha na uondoke kutoka mji wake. huyai akasema kwamba nitafanya hivyo na nitaondoka kutoka hapa. baada ya kufika madina, mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua hatua gani kuhusu mipango yao na njama zao? kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa amri ya kuwafukuza mayahudi, lakini wao wakakataa kuondoka, japo mwanzoni imeandikwa hivi, lakini baadaye nia yao ikabadilika. na maelezo yake mengine ni kama hivi ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam baada ya kufika madina alimuita muhammad bin maslama. yeye akaja na mtume saa salam akamwamuru kwamba aende kwa mayahudi wa banu nazir na awaambie ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amenipatia ujumbe na akanituma kwenu ya kwamba nini muondoke kutoka mji wake. muhammad bin maslama akafika kwa banu nazir na akasema kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam amenituma kwenu kwa ujumbe mmoja, lakini kabla ya kuwaambieni ujumbe wake nataka kuwakumbusheni jambo moja ambalo nini nyote mnalijua. wao wakasema kwamba ni jambo gani? muhammad bin maslama akasema kwamba nawaulizeni kwa kuwa wapeni kiapo cha taurati ambayo allah aliiteremsha juu ya musa alahi salatu wassalam. mnakumbuka kabla ya islam siku moja nilikuwa nimekuja kwenu na taurati na nikaiweka mbele yenu, mkasema kama unataka kula chakula tutakulisha na kama unataka kuwa myahudi tutakufanya kuwa myahudi. nilikuwa nimesema kwamba mkinilisha chakula nitakula tu, lakini mkiniambia kwamba niwe myahudi basi hilo haliwezekani. kisha mkaniletea chakula kwenye sahani na mkaniuliza kwamba kwa nini hutaki kukubali dini ya kiyahudi? je, unatafuta dini ya kiibrahim? je, abu amir kahini si mfuasi wa dini ya kiibrahimu?
nabii mwenye dini hii anakaribia kuja kwetu ambaye hizi ni sifa zake. Ye atakuwa na tabasamu, atakuwa mwenye kuwaangamiza maadui wa haki, macho yake yatakuwa mekundu, atatoka kutoka yemen, atakuwa amepanda ngamia, atakuwa amefunga kilemba juu ya kichwa chake, atakuwa mwenye kujitosheleza juu ya kombo la chapati kavu, upanga utakuwa ukininginia kwenye shingo yake, na ya ataongea mambo ya hekima na busara. Mayahudi wakasema kwamba we umesema kweli, sisi tulikuwa tumeongea nawe hayo yote, lakini alama hizi hazipatikani kwa mtu huyo, yani Muhammad. Hapo Muhammad bin Maslama akasema kwamba jambo ambalo nataka kuwakumbusheni ni hilo hilo. Sasa sikilizeni ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Allah amenituma kwenu ya kwamba mkataba uliokuwa umefanywa nanyi nini mmeuvunja kwa udanganifu. Amr bin Jahash akipanda juu ya paa alikuwa amenuia kuangusha jiwe, jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameshamwambia nabii wake. Nini mmevunja ahadi? Kwa kusikia hayo wao wakashikwa na butwa. Muhammad bin Maslama akiwaambia ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam amesema, ukhruju min baladi faqad ajjaltukum ashran faman ru'ya ba'da zalika zarabtu unukaka, yani nini muondoke kutoka mji wangu, mimi nawapatieni muhula wa siku 10, na baada yake mtu akionekana mimi nitamua. Mayahudi wakasema kwamba tulikuwa hatuwezi kutafakari ya kwamba tutasikiliza jambo la namna hiyo kutoka mtu wa kabila Aus. Nini mlikuwa marafiki zetu. Muhammad bin Maslama akasema sasa mioyo imebadilika. Mioyoni mwa Aus na Khazraj mlikuwa mapenzi ya Mayahudi, lakini baada ya kufika kwa Islam sasa mna mapenzi ya Allah na mtume wake. Kwa kusikia ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam Mayahudi wakaanza kuondoka. Banu Nazir walipewa muhula wa siku chache, wao wakaanza kujiandaa ili kuondoka. Vipando vyao walikuwepo kwenye malisho ya eneo la Zijadar. Zijadar ilikuwa ni malisho kwenye maeneo ya Quba, ikiwa na umbali wa maili 6 hadi 8 kutoka Madina. Wao wakaanza kuvileta, pia wakaomba ngamia wachache kutoka kabila Ashja kama mkopo. Mayahudi walikuwa wanajiandaa ili kuondoka kutoka huko, na katika muda huo huo kiongozi wa wanafiki Abdullah bin Ubay bin Sulul akafanya njama moja, na kwa sababu ya njama yake hiyo nia zao zikabadilika. Kwenye maelezo yake imeandikwa katika historia ya kwamba Mayahudi walikuwa wakiendelea na maandalizi ya safari, ambapo ujumbe wa Abdullah bin Ubay ukawafikia. Suwaid na Dais wakaleta ujumbe wake kwamba Abdullah bin Ubay anasema ya kuwa msitoke kutoka nyumba zenu na msiache mali zenu na muendelee kujihifadhi kwenye ngome zenu. Mimi ninao vijana 2,000 wa kaumu yangu, na Waarabu wengine wao wataingia pamoja nani kwenye ngome zenu. Mtu wao wa mwisho atakufa, lakini hata hawatawacha waislamu kufikia kwenu. Banu Quraiza pia watawasaidieni, wala hawatawazalisheni. Kutoka Banu Ghatfan pia watu watawasaidieni, na kama mkilazimika kuondoka kutoka hapa, basi sisi pia tutaondoka pamoja nani. Kuhusu njama na mpango huo wa wanafiki, Mwenyezi Mungu ameeleza ndani kwa tukufu, alam tara ila lazina nafaku يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. Je, hukuwaona wale waliofanya unafiki wanawaambia ndugu zao waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu, kama mkifukuzwa bila shaka nasi pia tutaondoka pamoja nani, wala hatutamtii yeyote kabisa juu yenu, na kama mkipigwa vita lazima tutawasaidieni. Abdullah bin Ubay akamtumia ujumbe Ka'b bin Asad Karzi wa Banu Quraiza ya kwamba yeye awasaidie wenzake. Yeye akasema hakuna hata moja ambaye yuko tayari kuvunja mkataba. Yeye akakataa. Abdullah bin Ubay akakata tamaa kutoka Banu Quraiza.
nia yake ilikuwa ni kuleta ukali na uadui katika maswala kati ya mtume saa salam na banu nazir. Ye akaendelea kumtumia huyai ujumbe. Huyai akasema kwamba mimi ninamtumia muhammad ujumbe huu kwamba sisi hatutaacha nyumba zetu, hatutaacha mali zetu, wao wafanye wanaotaka kufanya. Huyai akadanganywa na abdullah bin ubai. huyai akadanganywa na maongezi ya abdullah bin ubai. salam bin mishkam akamwambia huyai ya kwamba huyai, nafsi yako imekudanganya. kama mimi nisingekuwa na wasiwasi ya kwamba rai yako itafahamika kuwa rai ya kijinga, mimi pamoja na mayahudi wenye kunitii ningekuacha. huyai, usifanye hivyo. wallahi wewe unajua na watu wako pia wanajua ya kwamba yeye ni mtume mkweli wa allah na sifa zake zinapatikana kwenye vitabu vyetu. tusipomtii, sababu yake ndiyo hii kwamba sisi tuna mhusudu, kwani utume umeshatoka kutoka banu harun. njo na sisi tukubali amani yake, tukubali amani anayotupatia na tuondoke kutoka mji wao. wewe unajua kwamba wewe umenipinga katika kuwadanganya. tutakapoondoka kutoka hapa na matunda yatakapoiva tutakuja, au mmoja wetu atakuja kwa matunda yake na atauza au atafanya atakavyotaka kufanya, kisha atatujia kana kwamba hatukutoka kutoka mji wetu, kwani mali zetu zitakuwa mkononi mwetu. heshima yetu juu ya kaumu yetu ni kwa sababu ya matendo yetu na mali zetu. mali zetu zitakapotuondoka, basi tutakuwa kama mayahudi wengine katika mazwila. lakini muhammad sasa akitujia na hata kwa siku moja tu akizingira ngome yetu, kisha ye hatakubali ujumbe huu ambao yeye ameutuma na yeye ataukataa. huyai bin akhtab akasema kwamba muhammad ataweza kutuzingira ambapo yeye atapata nafasi yake, waila yeye atarejea tu. je, hukuona kwamba abdullah bin ubai ameniahidi kunisaidia? salam bin mishkam akasema kwamba kauli ya abdullah bin ubai haina umuhimu wote. ye anataka kukutupa kwenye shimo la maangamio mpaka wewe upigane vita na muhammad saa salam. ye ataendelea kubaki kwenye nyumba yake na atakuacha. abdullah bin ubai alikuwa ameomba msaada kutoka kaab, lakini kaab alikuwa amekataa. kaab alikuwa amesema kwamba hata mtu mmoja wa banu quraiza hataacha ahadi hii au mkataba huu maadamu mimi niko hai. abdullah bin ubai pia alikuwa ameahidi banu qainqa. wao pia wakajaribu kupigana vita, wakavunja mkataba, wakajifunga kwenye ngome zao, wakaendelea kusubiri msaada wa abdullah bin ubai, ilhali ye akaendelea kubaki kwenye nyumba yake. muhammad saa salam akawaindia na akawazingira mpaka wao wakalazimika kukubali amri yake. ibne ubai hakuwasaidia watu wake wenzake. sasa sisi tumeshiriki kwenye vita kwa panga zetu pamoja na aus, na silsila ya vita imekwisha. muhammad saa salam ameshafika tayari na vita zimesitishwa. ibne ubai si myahudi wala muislamu, yani hana dini yoyote. kivipi tunaweza kukubali jambo lake? huyai akasema kwamba mimi nitaendelea kumpinga muhammad sallallahu alaihi wasallam, nitaendelea kupigana naye. salam akasema kwamba kisha sisi tutafukuzwa kutoka ardhi yetu na mali zetu na heshima yetu itakwisha. watoto wetu watafanywa kuwa mahabusu na wanajeshi wetu watauawa. lakini huyai akakataa, isipokuwa alisema kwamba atapigana na mtume sasa vita. saruk bin abi huqaiq ambaye alikuwa mtu mzee wa kaumu ya kiyahud na alikuwa mashuhuri kama mtu mwenye akili ndogo, ye pia akasema, ewe huyai, wewe ni mtu mkosi, wewe utawaangamiza banu nazir. huyai akashikwa na ghadhabu, akasema kwamba
kila mtu wa banu nazir anaongelea jambo hilo, hata mtu huyo mpumbavu pia ananilaumu. Ndugu wa saruk akampiga na akasema kwamba huyai, sisi ni chini ya amri yako, hatutakupinga kamwe. kisha huyai akamtuma judai bin akhtab ndugu yake kama mjumbe kwamba nenda ukamwambie kiongozi wa waislamu kwamba sisi hatutaondoka kutoka hapa, wao wafanye wanachotaka kufanya. judai akafika madina na akawaambia ujumbe wa huyai. nabii sasam alikuwa ameketi pamoja na maswahaba. mtume akasikia jambo lake na akasema kwa sauti ya juu, allahu akbar, na waislam pia wakasema nara takbir. mtume sasam akasema kwamba harabatili yahud, yani mayahudi wametangaza tangazo la vita. mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mipango ya banu nazir akaamua kuchukua hatua zidi yao. maswahaba wakaanza kujiandaa kwa ajili yake. mjumbe wa myahudi judai bin akhtab akafika nyumbani kwa abdullah bin ubay na akamwambia yote, yani maongezi yote aliyofanya na mtume sallallahu alaihi wasallam. abdullah bin ubay alikuwa anaongea na marafiki zake, akasema kwamba nenda, mimi na watumia watu wangu ujumbe, wao wataingia kwenye ngome zenu. mjumbe akaona kwamba mwana wake, yani mwana wa ibn ubay hata abdullah anakwenda kushiriki kwenye jeshi la kiislam akiwa na upanga na diraya. judai akakata tamaa kutoka kwake, akaja kwa huyai na akamsimulia mambo yote kwamba muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia jambo lako amesema kwamba mayahudi wametangaza tangazo la vita, na kisha akapiga takbira na akatangaza kwamba maandalizi yafanywe, lakini hakukubali. akasema kwamba hiyo ilikuwa njama yao ya kivita. huyai akasema abdullah bin ubay amesema nini? yeye akamwambia mambo yote akisema kwamba anasema kwamba mimi na watumia watu wangu ujumbe, wao watafika tu kwenye ngome zenu. judai akasema kwamba ndugu yangu, mimi sina imani juu ya abdullah bin ubay. upande wa pili mtume sasa akawaamuru maswahaba kuzingira ngome zao. Hazrat bashir amesema ameandika hivi ya kwamba kiongozi wa kabila aus muhammad bin maslama mtume akamwita na akasema kwamba uende kwa banu nazir na uonge nao kuhusu swala hili na uwaambie ya kwamba kwa kuwa wao wamezidi katika njama zao na mipango yao na usaliti wao umevuka mipaka yote, hivyo sasa kuishi kwao katika madina si vizuri. ni vyema waache madina na waende wakaishi katika sehemu nyingine. na yeye akapanga muhula wa siku 10 kwa ajili yao. muhammad bin maslama akawaendea wao, wakamtendea kwa kibri sana na kwa majivuno, na akasema kwamba nenda ukamwambie muhammad kwamba sisi hatuko tayari kuacha madina, yeye afanye anachotaka kufanya. jibu hilo lilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba allahu akbar, mayahudi wako tayari kupigana vita. kisha akawaamuru waislamu kujiandaa, na akiwa na kundi moja la maswahaba akatoka kwenye medani zidi ya banu nazir kwa ajili ya kuwaangamiza waasi hawa wa utawala ambao walikuwa wameshapanga mpango wa kumua kiongozi wa serikali. kwa kuwa mtume wakati ule alikuwa kiongozi wa serikali, na sasa badala ya kuhisi majuto walikuwa wameshatangaza tangazo la vita kwa ajili ya kusalimisha madina kutoka umwagaji wa damu na kwa ajili ya kulinda madina. ilikuwa muhimu kupambana nao. hivyo waislamu walipojumuika, mtume akatoka pamoja nao. wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua hat ibn umme maktum kama mwakilishi wake katika madina, na akampatia Saad bin Ubada hema, na akasema kwamba iwekwe mbele ya ngome za banu nazir. hema hiyo ilikuwa ni ya ubao makhsus, na wengine wamesema kwamba ilikuwa ni ya ngozi.
hata ali bin abu talib akabeba bendera ya kivita. Mtume sasa pamoja na jeshi la kiislam akasonga mbele mpaka muda wa jioni. Mtume saa salam akafika kwenye maeneo ya banu nazir na akapiga kambi, na katika medani iliyo wazi akaswali sala ya alaswiri. Upande wa pili mayahudi wakajifunga kwenye ngome zao, na wakipanda juu ya ngome zao wakaanza kuwarushia waislamu mishale na mawe. Muda wa isha ulipofika, mtume akaswalisha sala, na baada ya swala pamoja na masahaba 10 akarejea madina kwenye nyumba yake. Wakati ule mtume alikuwa amevaa diraya na alikuwa amepanda farasi. mtume akamfanya hat alikuwa amiri wa jeshi, na kauli moja inasema kwamba alikuwa amemteua abubakar kama amir wa jeshi. Waislamu wakapitisha usiku kwenye hali hii kwamba walikuwa wamewazingira mayahudi, na wakaendelea kupiga takbira mara kwa mara mpaka asubuhi ikaanza kutokea. hat bilal akatoa azana ya alfajiri. wakati ule mtume saa salam pamoja na masahaba zake 10 akarejea kwenye medani waliokuwa pamoja naye, na mtume akaswalisha sala ya alfajiri. katika mayahudi mtu mmoja jina lake lilikuwa azwak, na wengine wamesema jina lake lilikuwa ghazul. mtu huyo alikuwa mahiri wa kurusha mishale, na mshale wake ulikuwa unakwenda mbali. yeye akalenga hema ya mtume na akarusha mshale ukaja kupiga hema. mtume akawaamuru masahaba kuondoa hema na kuweka mbali na warusha mishale. kisha usiku ukafika. abdullah bin ubai hakufika kwa banu nazir, na hakuna mtu wake aliyefika kwao, na ye akaendelea kubaki kwenye nyumba yake. banu nazir walikuwa wameshakata tamaa kuhusu msaada wake. salam bin mishkam na kinana bin suwera wakamwambia huyai kwamba sasa msaada wa ibni ubai uko wapi. huyai akasema kwamba sasa nifanye nini, ni maangamio ambayo yamekwisha indikwa kwenye bahati yetu. wakati huo wakati wa muda wa ishat ali hakuonekana kwenye jeshi. watu wakasema kwamba ewe mtume wa allah, ali haonekani. mtume akasema kwamba musiwe na wasiwasi, kwani ye ameenda kufanya kazi yenu tu. muda si muda hat ali akaleta kichwa cha mtu huyo ambaye jina lake lilikuwa azwak, ambaye mshale wake ulikuwa umeufikia hema la mtume. hat ali alikuwa amemlenga. yeye alipokuwa ametoka nje ili kumua kiongozi mkubwa wa waislamu, na kulikuwa na kundi moja pamoja naye. hat ali akamshambulia na akamua, na watu walikuwa pamoja naye wakakimbia. kisha mtume saa salam akatuma watu 10 pamoja na hat ali, na hat abu dujana na hat sahel bin hunayf pia walikuwepo kwenye kundi hilo. hat ali akaenda kuwakamata watu hawa. hat ali ni watu hawa wakaenda kuwakamata watu ambao walikuwa watu wa azwak, na kundi la masahaba wakawaua wote. baadhi ya maulama wameandika kwamba kulikuwa na watu 10 kwenye kundi hilo. masahaba wakaleta vichwa vyao ambavyo baadaye vikatupwa kwenye shimo. sawa na kauli moja, mtume saa salam alikuwa ametoa amri ya kutupa vichwa vyao kwenye visima vya banu khatma. mengine inshallah nitaeleza katika الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. मुझे बताया किसी ने कि सफ़ों में जब खड़े होते हैं अब तो कंधे से कंधा नहीं मिलाया होता. अब वो दौर गुजर गया जो था कोविड का. सफ़ बनाते हुए कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए.